vizuri wakapima blood group. Kwa nini ni muhimu blood group kupima kwa watu wanaotaka kupata mtoto? Sasa kuna makundi ya damu ya aina 4. Nadhani tunajua blood groups za aina 4. A, B, AB na O. Lakini kila moja lina negative na positive. Negative na positive. Negative na positive. Negative na positive. Sasa bila kujali ni kundi lipi la damu, either A, B, AB, O, baba kama yeye ni positive, mama yeye ni negative, wakishiriki tendo la ndoa kwa ajili ya kupata mtoto, huyu mtoto anachukua mara nyingi. Kwa nitazungumza kwa nini nasema mara nyingi, sijasema mara zote. Anachukua damu ya baba. Negative. Jamani, tukisema positive au negative ni kwamba kwenye seli za damu kuna protein inaitwa rhesus. Sasa kuna wengine hiyo protein wanayo kwenye hiyo seli, wengine hawana. Ambao hawana ndio wanakuwa negative au has. Wanaokuwa nayo inaitwa positive. Kwa hiyo ndio maana mtu mwingine unasikia blood group A positive, mwingine A negative. Maana yake mwenye A positive ana hiyo protein kwenye seli yake ya damu, mwenye negative maana yake hana hiyo protein kwenye seli ya damu. Sasa huyu baba ana positive, mama ana positive. Inaweza kama A, AB, B au O, hivyo kwa mama. Sasa wakikutana hawa, huyu baba ana positive, mama ana negative, mtoto wa kwanza huwa hawi na shida, kwa sababu hapati shida kwa sababu moja. Mtoto akiwa tumboni mwa mama akawa na positive na mama ni negative, mwili wa mama unashtuka kwa kiasi kidogo, na ukishuka kiasi kidogo kwa sababu unaona umepata kitu kigeni katika mwili wake, mama anazalisha walinzi wa mwili wanaitwa anti-D immunoglobulin G. Mama anazalisha hao walinzi. Sasa hao walinzi kwa mimba ya kwanza wanakuja kwa huyu mtoto kupitia placenta au kondo. Kumbuka damu haipiti kwenye placenta, tunasema kwenye kondo. Lakini kupitia placenta au kondo, hawa walinzi wa mama anti-D immunoglobulin G wanapita, wanakuja kwa mtoto, wanazalishwa kwa ajili ya kulinda mwili. Sasa hawazalishwi kiasi cha kutosha kuweza kumshambulia mtoto kwa mimba ya kwanza. Kwa hiyo wanakuwa hawana athari kwa mimba ya kwanza. Lakini unaposhirikiana mara pili kutafuta mtoto wa pili, mimba ya pili, mtoto kama kawaida amechukua damu positive ya baba, huu mwili wa mama unashtuka zaidi. Kwa hiyo unazalisha anti-D immunoglobulin G walinzi kwa wingi sana kuweza kushambulia huyu mtoto. Watashambulia sana damu ya mtoto. Kwa hiyo damu ya mtoto ikishambuliwa sana, huyu mtoto atakuwa na shida ya damu tumboni, kwamba atakuwa na upungufu wa damu kwa sababu damu yake imeshambuliwa sana na hawa walinzi wa mama akiwa tumboni. Kwa hiyo mtoto anakosa damu tangu yupo tumboni. Lakini ini linavimba akiwa tumboni mtoto. Lakini pia huyu mtoto anaweza mwili mzima ukavimba. Tunaita hydrops fetalis. Hydrops mwili mzima ukavimba akiwa tumboni. Mtu akifanya ultrasound anakuta mtoto mwili wote umevimba. Lakini kumbe sababu ni hiyo. Na hii inaweza kapelekea kifo cha huyu mtoto. Inaweza kapelekea kifo cha huyu mtoto. Ndio maana ni muhimu kupima ili kuweza kuzuia hii hali. Kwa hiyo unawezaje kuzuia hii hali? Ukishajua ukapima blood group. Ukipima blood group ukakuta baba ana positive, mama ana negative, basi kuna sindano moja unachoma
tunaita anti-D. Anti-D hizo ina majina mengine, lakini common tunaita anti-D, Rogan injection. Unachoma kiasi cha microgram 300 kwenye wiki ya 28 ya mimba, lakini unachoma pia baada ya kujifungua, unachoma tena microgram 300 masaa 12, ndani ya masaa 12 baada ya kujifungua. Sasa ukichoma hii inazuia mimba inayofuata kuweza kupata zile changamoto tulizozisema. Ndio maana ni muhimu kupima blood group kabla. Kwa hiyo wale baba wanaokimbia kupima kufanya vipimo wakati wa kliniki na wake zao, tusifanye hivyo, kwa sababu saa nyingine unaweza kukimbia kumbe wewe una positive, mke wako na negative, alafu mkasababisha matatizo kwa mimba ya mama, mimba nyingine zinazofuata ukiacha mimba ya kwanza. Sasa changamoto huwa inakuja sehemu moja. Kuna mtu aliyefanya abortion, ametoa mimba au imetoka yenyewe. Ametoa mimba, mtu imetoka yenyewe. Sasa kumbuka, hii ndio itakuwa mimba ya kwanza. Kwa sasa mtu hajui, kumbe hii mimba ya kwanza tayari imeshazalisha wale walinzi wa kutosha, imeshazalisha walinzi wale, kwa sababu mwili ushahesabu hii ndio mimba ya kwanza. Kwa anakuja kushika mimba ya pili, actually mwake anafikiri ni ya kwanza, lakini ni mimba ya pili. Kwa unakuta mtoto huyu wa kwanza ndio kapata shida, kwa sababu huyo sio mtoto wa kwanza, ni mtoto wa pili. Sijui nimeeleweka hapo? Kama sijaeleweka utaniuliza kwenye comment hapo chini. Utauliza kwa comment hapo chini. Lakini kuna mtu mwingine labda alipata ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy ni mimba nje ya kizazi. Hii kumbuka, hiyo ndio mimba yako ya kwanza. Kwa hiyo hii inaweza kuzalisha kabisa wale walinzi na kufanya huyu ndio mimba ya kwanza. Kwa hiyo ukashangaa unapata mimba ya pili, unapata tena shida. Lakini kuna mwingine kwa bahati mbaya aliongezewa damu, yani blood transfusion. Aliongezewa damu kipindi fulani ambacho kwa bahati mbaya kilikuwa na positive. Ilikuwa na RH positive kwa bahati mbaya. Kwa hiyo kuna uwezekano sasa, hii ni very rare kutokea, lakini inaweza katokea. Kwa hiyo hii itaonesha yani mwili wa mama utazalisha wale walinzi ambao itaona ni kitu kigeni. Sasa tuna mimba ya kwanza. Kwa hiyo kama wewe unajua una blood group ambalo ni negative, kwa hiyo inatuonesha umuhimu wa kupima hata kabla ya kutaka kuingia kwenye ndoa. Kama wewe una blood group negative, kuna mimba ulitoa au ikatoka, be careful. Lakini kabla hujatoa mimba, kumbuka kupima kwanza blood group. Au kama mimba imetoka leo, kesho nenda hospitali ukapime blood group, ili kama ni negative iweze kuchoma hiyo sindano. Ukichelewa baada ya masaa 72, maana yake tayari haiwezi kufanya kazi tena. Au vile kutunga mimba nje ya uzazi na akafanyia operation ukatoa, basi ni vizuri bahati nzuri mara nyingi inafanyika hospitali, wengi wanakumbuka, lakini maafa inaweza isitokee. Kwa hiyo ukitaka kuzuia, kitu cha kwanza ni hiyo. Lakini kuzuia kwa kwanza kabisa, ukipima blood group, sisemi watu waachane, lakini kwa mfano una positive au negative, au saa nyingine unaweza kawa una negative na mwenzako na negative, hiyo haina shida kabisa. Lakini baba akiwa na positive, mama na negative, na shida huwa ni negative kwa mama. Lakini baba akiwa na negative, mama akiwa na positive au negative, haina shida. Shida ni kama mama ana negative. Sasa kuna maswali ya kizushi, sio ya kizushi sana, lakini ya muhimu mawili, kwa sababu kuna watu wanaweza wakaleta shida kupitia hili somo. Si mara zote. Kwa mfano baba akiwa positive, mama negative,